Mamlaka ya serikali mtandao iga. Karibu tuijenge serikali kidijitali. Rahisi kupata huduma za serikali kupitia mifumo. Hujambo na karibu kwenye mfululizo wa vipindi vya huduma za serikali kidijitali. Vipindi vinavyoandaliwa na kuletwa kwako na Mamlaka ya Serikali Mtandao iga. Na utafahamu tu ya kwamba Mamlaka ya Serikali Mtandao iga ina majukumu mengi, na moja kati ya majukumu hayo ni kubuni, kusanifu na kutengeneza mifumo mbalimbali ya tehama kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za umma. Na miongoni mwa taasisi za umma zilizoshirikiana na Mamlaka ya Serikali Mtandao iga ni Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, yani TCDC, ambao wao wameshirikiana na iga katika utengenezaji wa mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika, yani MOVE. Sasa nimezungumza na mrajisi wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika, Dr. Benson Ndiege, pamoja na viongozi wengine ambao wao wanatueleza kwa kina kuhusu mfumo huu na namna ambavyo mfumo wa MOVE umerahisisha utendaji kazi katika Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Hivyo basi, nikusihi ambatana pamoja nami kuanzia sasa hadi tamati ya kipindi hiki. Mimi ni mwanadigitali Musa Magali Enoch. Karibu. Tume ya Maendeleo ya Ushirika tumeamua kutumia mifumo ya kidijitali kuhakikisha kwamba tunakuwa na maendeleo. Tunatumia mfumo wa MOVE. MOVE ni kifupisho cha mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika. Huu ni mfumo ambao umetengenezwa na Mamlaka ya Serikali Mtandaoni iga, maalum kabisa kuhakikisha kwamba unaweza kusimamia shughuli zote za vyama vya ushirika. Kwa maana kwamba chama cha ushirika kinaunganishwa kwenye ule mfumo, lakini ule mfumo unatambua mpaka wanachama wa chama cha ushirika husika na shughuli zao zote. Kwa mfano bajeti zao wanaingiza kwenye mfumo wa MOVE. Kwa mfano taarifa zao za mwezi wanaingiza kwenye mfumo wa MOVE, lakini wanachama wao na shughuli zao zote zinaingia kwenye mfumo wa MOVE. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuweza kuwasimamia, kuweza kutambua ni wapi ambako wanahitaji support. Mfumo tumeujenga umekava au tuseme umechukua maeneo yote ya utekelezaji wa majukumu ya tume kwa ujumla wake, hamna tulichokiacha. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunaweza tukasema huu mfumo tayari umeenda katika ngazi kuanzia level ya tume mpaka ngazi ya chama cha msingi, kwa sababu kama utajua tunahudumia vyama vya ushirika ambavyo viko aina mbalimbali, lakini aina zote za vyama vya ushirika, kwa maana kuna vyama vya kifedha ambavyo tunaita SACCOS, alafu kuna vyama visivyo vya kifedha ambavyo tunasema ni union, AMCOS, vyama vya madini, vyama vya wafugaji na kadhalika na kadhalika. Kwa upande wa kazi zangu katika Tume ya Ushirika ni kusimamia fedha, na kama tunavyojua fedha inaanza na budget katika usimamizi. Sasa tuseme kabla ya mfumo wa MOVE utengenezaji wa bajeti ulikuwa ni wa shida, kwa sababu ili uweze kutengeneza bajeti lazima uwe na takwimu, lakini sio takwimu tu, lazima takwimu ziwe sahihi na zipatikane kwa wakati ule. Sasa kabla ya MOVE lazima uzitafute labda kwa kupiga simu au mtu azilete. Naona hiyo inachelewesha, lakini pamoja kuchelewesha, najua kama ni takwimu za kukusanya tu manual tuseme, lazima kuna makosa ya kibinadamu ambayo yalikuwa yanatokea. Lakini baada ya kupata mfumo wa MOVE umetusaidia sana kupata takwimu, na hasa takwimu za mapato. Kabla hatujaanza budget tunapata hiyo takwimu. Vyama vyetu vya ushirika hapo awali vilikuwa vikiwasilisha nyaraka ambazo ni hard copy au kabrasha kwa ajili ya kuidhinishiwa makisio ya kila mwaka wanapokuwa wamemaliza mikutano mikuu kwa mujibu wa sheria. Wakati wa uwasilishaji walikuwa wakitumia gharama nyingi, kwa maana lazima atoke eneo ambalo yupo, aweze kupeleka kwa afisa ushirika wa wilaya na baadaye kupeleka kwa mrajisi msaidizi wa mkoa. Lakini kwa vyama vingine ambavyo ni vyama vya upili ilikuwa ni lazima walete ambavyo ni lazima wasafiri mpaka kuleta makao makuu. Kwa kutumia mfumo huu ni kwamba yule mwanachama au kile chama au viongozi wa chama wana uwezo wa kupata huduma wakiwa kule kule, kwa sababu bajeti zao wataweka kwenye mfumo na watapitishiwa wakiwa kule kule. Wakitaka kuanzisha chama, kama ni chama kipya, wananchi watakubaliana kule, wataingiza kwenye mfumo na wale watendaji wataweza kupitisha au kukataa au kuwapa taarifa yote kuhusika na yale maombi wanayofanya. Sasa unaweza ukaona kwamba kuna gharama imepunguzwa sana ya utekelezaji, kwa sababu ujaze gari mafuta
sijui maafisa walipe maposho hizo mara kwa mara, kwa sababu vyama viko nchi nzima. Hivyo vyama tunavyoongelea takriban 7 viko nchi nzima, na hivyo vyama vina wanachama zaidi ya milioni 4. Manaka wote unatakiwa wa supervise. Lakini jambo la pili, namna tunavyotumia mfumo wa MOVU. Hapo awali ilikuwa maafisa ushirika wakati wa ukaguzi walikuwa wakiandaa mipango ya ukaguzi, na baada ya kuandaa mipango ya ukaguzi ndio waende kufanya zile kaguzi. Lakini mipango hii kikawaida lazima iandaliwe kwa mwaka, kwamba utakagua vyama vingapi na ni chama gani, ni nani atakaye kwenda kukagua. Kwa sasa hivi kupitia mfumo wa MOVU, kwamba mwaka unapokuwa umeanza, basi wanatakiwa kuandaa hiyo mipango. Kwa hiyo mipango hiyo wanaipandisha kwenye mfumo. Mimi kama msimamizi nikiwa hapa makao makuu, nina uwezo wa kumonitor na kujua wilaya fulani inahitaji ina mpango wa ukaguzi kwa mwaka huu vyama kadhaa, na nitaviona kwa majina na nitaviona na mhusika atakaye kwenda kukagua. Kwa zile planning zote zinakuwa zinapandishwa na maafisa wetu kwa ajili ya ukaguzi. Baada ya hapo sasa, maana yake nitaendelea kufuatilia kuangalia kwamba ametakiwa kukagua vyama 5. Je, katika wilaya yake amekagua hivyo vyama 5? Kwa hiyo nikiingia kwenye mfumo, maana yake atakapokuwa amekamilisha suala la ukaguzi, taarifa ya ukaguzi pia itapandishwa kwenye mfumo. Kwa hiyo na mimi nitaangalia kwamba kuna hatua ambazo zinatakiwa kuchukuliwa kwenye chama hiki, ama kuna mashauriano ambayo tunaweza tukayafanya kati ya yule aliyekagua kwa maana afisa ushirika au mrajisi kupitia ofisi ya mrajisi wa mkoa, lakini taarifa inakuwa tayari ipo na zile hoja za ukaguzi ambazo ameziona kule kwenye kile chama husika. Lakini utaona tayari kile chama kina hali gani na tuweze kuchukua hatua gani au tukisaidia kwa namna gani ili kiweze kuendelea. Kwa hiyo katika sehemu ya ukaguzi ndivyo inavyoonekana. Na katika makusanyo imepunguza upotevu, kwa sababu unakuwa na takwimu sahihi na za wakati na uwazi upo. Lakini vile vile imeweza kupunguza issue za kwa mfano kama za rushwa. Wakati huo tunatumia manyo na ujui ni kiasi gani ambacho hiki chama kinatakiwa kulipe. Unajua katika sehemu yoyote katika jamii kuna waaminifu na ambao sio waaminifu. Kwa hiyo anaweza akakaa mezani tu kwamba bana, hebu niwezeshe hiki, labda kama alitakiwa lipe 10,000 naweza kumwambia bana nipe labda 5,000 nyingine utanani. Unaona? Lakini with MOVU hii imetusaidia sana kupunguza mambo kama haya. Lakini pia nadhani inapunguza hata uwezekano wa kuwa na tunasema urasimu ule wakati mwingine unaendana na rushwa. Kwamba ili mtu aweze kuhudumiwa anahitaji afanye kitu fulani ili ndiye aweze kuhudumiwa. Sasa kama yuko kwenye mfumo, kwanza tutaona ni saa ngapi aliweka ile document au ni lini aliweka ile document, kwa nini haikuhudumiwa, kwa nini haikufanya nini. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni namna ambao tunadhibiti mifumo niseme zile tunasema uwezekano wa kuwa na rushwa, kuwa na urasimu na kuweka ugumu wa kufanya hizo shughuli. Mfumo huu wa usimamizi wa vyama vya ushirika umeweza kuboresha taarifa zetu ambazo tulikuwa tunazipata tofauti na hapo awali, kwamba taarifa zinapatikana kwa usahihi. Lakini pia sasa hivi mfumo huu umepunguza kwa vyama, kwamba tofauti na vyama kwamba wanakuja kwenye ofisi za maafisa ushirika wanaweza kutumia mfumo tukawasiliana, yeye akiwa katika ofisi yake na kutuma taarifa na mimi nikiwa kwenye ofisi yangu, na zikafika kwa wakati na zikafanyiwa kazi bila kugharimu muda na rasilimali fedha ambazo zilikuwa zinawagharimu vyama kipindi cha awali. Kuna suala la uwasilishaji wa makisio, ambapo hapo awali makisio yalikuwa yanawasilishwa kwa kutumia nakala ngumu. Sasa hivi hilo jambo limerahisishwa na makisio kwa sasa yanapitia moja kwa moja kwenye mfumo. Kwa hiyo meneja au katibu wa chama ambaye ameidhinishwa kwa ajili ya uingizaji wa hizo taarifa anaweza akaingiza zile taarifa kwa maana ya makisio na akajaza kila kitu ambacho sisi kwa ule mfumo wa zamani tulikuwa tunaupata kupitia nakala ngumu, kwa sasa tukapata kupitia nakala laini. Na sisi kwenye ule mfumo imeturahisishia pia kuweza kumshauri mrajisi kuweza kufanyia kazi
na pia inatupa fursa ya kuweza kufanya mabadiliko kama vile ambavyo tulikuwa tunafanya kwenye ule mfumo wa awali, lakini huku inakuwa njia imerahisishwa zaidi. Mfumo huu umetusaidia sana. Kwa upande wangu mimi, afisa ushirika wa wilaya Ngara, umenirahisishia kwanza kupata takwimu ambazo ni sahihi na takwimu ambazo zinaaminika. Huko nyuma zamani, takwimu ambazo tulikuwa tunatafuta mara nyingi tulikuwa tunapata shida sana. Kwanza kwenye kutafuta takwimu tulikuwa tunatumia gharama sana, lakini sasa hivi tunapata takwimu tukiwa maofisini, tukiwa tumekaa, na kila mtu ana access ya kupata takwimu hizi kuanzia ngazi zote, kuanzia mkurugenzi anaweza kupata access, mkuu wa wilaya anaweza kupata access, viongozi wote wa serikali. Nichukue nafasi hii kuhamasisha wanaushirika kwamba kwanza wote tujielekeze kwenye kutumia mifumo ya kidijitali. Lakini kwa kuwa tayari serikali kupitia tume imetoa maelekezo mbalimbali, hakikisheni mnafuata maelekezo hayo kuhakikisha kwamba shughuli zenu zinakwenda vizuri, kwa kuwa hatutaruhusu shughuli za wanaushirika kufanyika nje ya mfumo, kwa kuwa kwa kufanya hivyo ni maana kwamba tutakuwa tunaendekeza matumizi mabaya ya mali za ushirika au mali za wanaushirika. Wito wangu ni kwamba waendelee kutekeleza kipaumbele cha tume ambacho ni namba 1 cha matumizi ya mifumo ya kidijitali ili kuboresha ushirika wetu. Changamoto ambazo zitakuwa zikijitokeza waendelee kuzileta. Timu ya wataalamu bado wako tayari kuendelea kutoa utaalamu kuhakikisha kwamba tunaondoa zile changamoto ndogo ndogo ambazo hatusemi zitakaa ziishe, zitaendelea kuwepo, maana kama unavyojua internet haijafika katika maeneo yote. Kwa hiyo hizo changamoto ndogo ndogo zinaweza kuwepo, lakini tutaendelea kuzitatua kadri tunavyozipokea. Tunawahimiza watumiaji wote pamoja na sisi serikali tutumie mfumo, na unawafanya maisha yawe rahisi, kwa sababu hata kwenye simu yako unaweza ukafanya shughuli yote, huduma yote ambayo unaweza kutoa, ikiwa usiku wa manane, siku za sikukuu, siku yoyote ambapo unataka na saa yoyote ambayo unataka, kwa sababu kila kitu kiko kiganjani. Mimi ninawaomba sana wanaushirika waweze kutumia mfumo huu kikamilifu, kwa sababu sio tu kwa sisi kama serikali, lakini hata kwa manufaa yao. Kwenye upande wa ushirika, sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na hatuna hata kumlipa, kwa sababu amekuwa ni nguzo imara sana. Unajua, anaposimama kiongozi wa nchi afu akasema kwamba sisi mazao yetu tumeyatengenezea soko na tunatumia mfumo wa ushirika, kwetu sisi kama wanaushirika kwanza inakuwa ni mileage kubwa, si ndio? Lakini hii inaonyesha ni namna gani ambavyo kiongozi anaamini kwenye mfumo wa ushirika. Sio rahisi, na hasa ushirika ule ambao siku za nyuma ulikuwa kila mmoja akisikia neno ushirika anajua ni wizi, ni ujambazi na vitu kama hivyo. Afu leo kiongozi wa nchi anasimama na kusema kwamba namna pekee ya kuweza kuwasaidia Watanzania walio wengi lazima tuende kwenye ushirika. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba sisi wanaushirika kwa kweli tunampenda sana, tunamwamini sana na tunatambua sana namna gani ambavyo amebadilisha shura ya ushirika, na hatuwezi kuacha kumpa support. Pasi na shaka umesikia na kutazama kwa kina namna ambavyo mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika, yani MOVE, ulivyorahisisha usimamizi na utendaji kazi katika vyama vya ushirika. Kwa taarifa zaidi, tafadhali endelea kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kote tunatumia jina la IGA Tanzania. YouTube ni IGA Online TV. Lakini pia kwa msaada zaidi, fika katika ofisi za mamlaka ya serikali mtandao IGA zilizopo mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma, au pia unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia dawati la msaada wa kiufundi kwa nambari 073 au 0764 292 299. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni mwana digitali Musa Magali Enoki, na karibu tuijenge serikali kidigitali.